ya mama yetu. Mheshimiwa Mwashamu Baba Askofu Ndimbo, kwanza kabisa nianze kukushukuru wewe pamoja na maaskofu wote na viongozi wote wa dini mlioongoza ibada ya mazishi ya mama yangu mpenzi Jenista Joakim Mhagama. Asanteni sana mababa maaskofu, mmetutia faraja sisi wanafamilia, na hatuna cha kuambia, bali tunasema mama yetu aliishi katika upendo, aliishi katika nuru ya Kristo. Sisi ametuachia fumbo takatifu la kufata nyayo, la kufata matumaini, na tumaini kubwa ni kumwamini Yesu Kristo wa msalaba, ambaye mama yetu alimpigia magoti kila siku kwa maombezi makubwa ya mama yetu Bikira Maria, mkingiwa wa dhambi asili. Asanteni sana mababa maaskofu. Lakini pia ninawiwa tena na tena kuishukuru serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mama yetu alikuwa kiongozi wa muda mrefu, alihudumu katika serikali mbalimbali. Hamjamwacha kuanzia Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini wewe mwenyewe Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi, sio tu kwa kumfahamu mama, lakini umechukua wajibu wa kufika hapa kwetu, wa kuambatana nasi kama familia na kumhifadhi mama yetu katika safari yake ya mwisho. Nakushukuru sana, pamoja na uongozi wote ulioambatana nao toka Dodoma, Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Spika na itifaki yote ya Bunge. Lakini nikukumbushe tu Mheshimiwa Makamu wa Rais, ulikuja hapa mwaka 2010 kumzika mpenzi baba yangu Leonard Laurent Mhagama. Baba yangu amelala pale. Wengi watakuwa wanajiuliza kwa nini mama yangu mpenzi naye amelala pale. Kama utakumbuka mara mwisho Mheshimiwa Makamu wa Rais ulipokuja hapa, kulikuwa na mti mkubwa ambapo tulimzika baba karibu na ule mti. Basi marehemu mama yangu katika ustawi wa maisha yake na kumpenda mpenzi wake, aliagiza ule mti ukatwe ili yale majani yasiwe yanaharibu kaburi la marehemu baba. Hatukujua kumbe alikuwa anaandaa makao yake ya milele. Kwa hiyo mama alijua atakuja kulala karibu na mume wake. Kwa hiyo leo nina heshima kubwa ya kumleta tena mama yangu hapa kwenu nyie, baba zangu, mama zangu, kaka zangu, ndugu zangu, wana Luanda. Ni wauoni? Ni wauoni? Mau amerudi nyumbani kwake. Nawashukuru sana wahosi wa mahosi, wameruhusu binti yao Jenista Joakim Mhagama, mwana Magigi Manjani, mwana wa Zulu Gama, mwana Shawa aje kulala na mume wake mpenzi hapa Luanda. Wametupa hiyo heshima, na sisi kama walivyoungana katika ndoa takatifu ya Kikatoliki ya Kikristo, tunapenda kuwapumzisha mapema, tunapenda kuwapumzisha pamoja wakiwa jirani, wakiwepo huko hata mbinguni jirani, waendelee kutuombea sisi watoto, wanafamilia, ndugu na jamaa. Nawashukuru sana wana Luanda, na waomba mumruhusu mama yangu apumzike na mume wake hapa. Lakini sio tu kumruhusu, bali muendelee kumjali kama yeye alivyowajali. Mama yetu huyu, Mheshimiwa Makamu wa Rais, Mheshimiwa baba maaskofu, alikuwa akijitoa sana kwetu sisi wana Luanda. Alilala kwenye misiba yetu, alipika kwenye misiba yetu, alilia kwenye misiba yetu, alitustiri kwenye misiba yetu. Alisimama nasi sio tu kwa sababu ni mwana Mhagama, bali alisimama nasi kwa kuwa alitupenda. Mama aliipenda sana Luanda, alipenda kama nyumba yake, na alipenda hata vijiji vya karibu na Luanda. Na ongeza kusema kwamba mama yangu mimi ni mbunge wa jimbo la Mbinga vijijini, kumbe ni mbunge wa Peramiho. Leo tunahitimisha safari yake kwa mapenzi makubwa, lakini tukiwa na imani, tukiwa na amani ya moyo. Katika homilia leo, Mwashamu Baba Askofu, umetusii sana katika dhima kuu ya kumshukuru Mungu. Tumshukuru Mungu wana Luanda, tumshukuru Mungu wana Peramiho, tumshukuru Mungu
wana Ruvuma, mama huyu ni shujaa, mama huyu wa kwetu, mama huyu ametokana na sisi, mama huyu tunaenda kumpumzisha, basi tuendelee kumwombea. Na nawashukuru sana wakina baba, toka tulivyoanza misa zote tumepita makanisa zaidi ya 4, na wengi walikuwa wanashangaa kwa nini mama tumempitisha kote huko. Katika kila kanisa tulompitisha ni sehemu ambayo mama alipenda kuabudu sana. Kwa hiyo tunahitimisha leo hapa katika parokia yetu hii ya Mtakatifu Andrea, lakini tukishukuru kwa kukusanya michango kwa ajili ya kumwombea misa. Mama alipenda kusali misa za asubuhi, na natumai misa hizo zitaendelea kumweka mahala pema peponi, na yeye huko atapofika ataendelea kutuombea sisi wote na kuangaza nuru hiyo ya upendo, nuru hiyo ya uweza wa Mungu kwa watu wote wa Rwanda, watu wa Peramiho na Ruvuma na Tanzania kiujumla, ambako alihudumu kwa muda mrefu kama waziri na mbunge. Lakini nitakuwa mchoyo wa fadhila nisiporudi tena kwako wewe Mheshimiwa Spika na itifaki yako yote ya Bunge. Katika maelekezo, katika faraja Mheshimiwa Rais, wewe umekuwa mstari wa mbele Mheshimiwa Spika kusimamia maziko haya mama yangu, lakini hukuwa peke yako. Mheshimiwa Katibu wa Bunge ndugu Baraka Leonard alikuwa mstari wa mbele pia. Kwa hiyo nawashukuru pia viongozi wa Bunge kwa kutuleta hapa na kutuwezesha kumhifadhi mama yetu. Sina kingi cha kusema. Mama yetu ametutoka, mau agonili, mau hambai, sengwi sana vanu voa va Rwanda. Zikom sana kwa kumsalia, zikom sana. Sisi wananu tutabaki kuwa katika mikono yenu kwa mapenzi mazito. Tutaungana nanyi kuendelea kumwombea mama yetu huyu kipenzi huyu, na tutaendelea kupata faraja kutoka kwenu, na sisi tutakuwa sehemu ya faraja kwenu. Hatutapasahau Rwanda. Nashukuru sana kwa sababu wazazi wetu wote wamelala hapa, babu zetu wamelala hapa. Hatutapasahau Peramiho, pia kuna ndugu zetu wamelala kule. Kwa hiyo maeneo haya yote mawili mama aliyapenda, na sisi kwetu atakuwa sawa sawa. Kwa hiyo napenda wana Rwanda tuupokee msiba huu, tumuombee mama, tuiombee serikali yetu ambayo leo imetuheshimisha. Hata Mwashamu Baba Askofu ametuambia hivyo. Tunaujua watu wengi sana, lakini ni neema na faraja ambayo Mungu ameileta juu yetu. Nashukuru sana, Mungu awabariki wote. Msengwili sana. Mwashamu Baba Askofu, ninaomba uniruhusu sasa nimwalike Mheshimiwa Judith Kapinga, mbunge wa jimbo hili na waziri wa viwanda na biashara, ili aweze kuzungumza machache kwa muda mfupi. Karibu Mheshimiwa Waziri. Asante sana. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo mwanakondoo ameshinda. Asante sana. Mwashamu Baba Askofu John Chrysostom Ndimbo wa Jimbo Katoliki la Mbinga, Baba Askofu Gervas John Nyaisonga wa Jimbo Katoliki Mbeya,